Unajua kuna mazuri na mabaya ndani yake, lakini utakuwa hujijui kama unafanya mabaya, lakini wategemee mazuri kwa upande wangu. Nategemea wananchi wangu katika sheria yangu mbadiliko uliokuwepo sasa hivi. Na uliotoka mwanzo na tubadilishe mfumo ule. Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Hamida Musa Khamis, amewataka masheha ndani ya mkoa huo kushirikiana kwa karibu na wananchi ili kuharakisha maendeleo ya shehia zao kwa kuzingatia sheria, kanuni na maadili ya utumishi wa umma. Akizungumza mara baada ya kuwaapisha rasmi masheha wapya 17 aliowateua, Mheshimiwa Hamida amesema masheha ni kiungo muhimu kati ya serikali na wananchi, hivyo wanapaswa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, uwajibikaji na usawa bila ubaguzi wa aina yoyote. Ndugu masheha wapya na wale mnaoendelea, tuna changamoto kubwa ya ubinafsi, umimi, au pengine uzawa unatuumiza au unatufanya tujisahau kwenye kusimamia wajibu wetu. Masheha tufanye wajibu kwa mujibu wa sheria na miongozo ya nchi, sio kwa mujibu wa nitamfurahisha nani kwenye maeneo yetu. Ubaya wa ngazi za shehia, miongoni mwa masharti atokane na wananchi wenyewe wa shehia husika na aishi humo. Sasa hiyo ni changamoto kubwa kwetu, na usipotekeleza wajibu huo vizuri ndipo unapojikuta uzawa umeuweka mbele kuliko utekelezaji wa majukumu yako kwa mujibu wa sheria. Naomba kwenye hili kila mmoja ajitathmini mwenyewe, na sisi tunaowasimamia tutakwambia punde tu baada ya mkutano huu. Kuna barua zitatoka za maelekezo kwenu nyote, wapya na wazamani, kwa mujibu wa tathmini tulizozifanya wakati tunafanya ziara na mikutano ya shehia kwa shehia. Mpo masheha ambao kwenye mikutano ile mlikuwa mnakaribia kujisaidia wananchi wanavyowatundika. Leo ni siku nyingine ambayo kisheria tumeweza kutekeleza matakwa ya kisheria yaliyotupa nguvu na uwezo wa kuteua na pengine kutengua panapokuwa na haja masheha katika shehia zetu 63 za mkoa wa Kusini Unguja. Ndugu viongozi, sote tunafahamu mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya masheha yanatokana na matakwa ya kisheria kama nilivyosema, lakini huwa kuna sababu zinazotupelekea kutumia vifungu vilivyoruhusiwa na sheria hizo kuweka masheha wapya pale inapobidi kufanya hivyo. Na kwa sisi kwa kipindi hiki tulikuwa na nafasi tupu za masheha ambao Mwenyezi Mungu amechukua viumbe wake, kwa hiyo tulikuwa tuna sababu za kuziba nafasi tupu ambazo zilikuwepo. Lakini pia kuna masheha ambao ni wagonjwa muda mrefu na hivyo walishindwa kutimiza wajibu na majukumu yao. Kwa hiyo kwa ridhaa zao na kwa maono ya kamati zetu zinazoshauri, tuliona ni vyema tuwapumzishe na tuendelee kuwaombea Mwenyezi Mungu awape afya ya maradhi yanayowakabili. Lakini pia tulikuwa na masheha ambao walikuwa wanaendelea kutekeleza wajibu wao, lakini tulibaini kuwepo kwa changamoto. Huo ndio ukweli. Wapo baadhi ya masheha ambao tumewaondoa kwa sababu ya kushindwa kutekeleza majukumu yao ya msingi, na hivyo kupelekea kuyumba kwa utekelezaji wa shughuli zetu za serikali kwenye maeneo ya. Kwa upande wao, masheha walioapishwa wameshukuru serikali kwa kuwaamini na kuahidi kufanya kazi kwa uaminifu, kushirikiana na wananchi pamoja na viongozi wengine wa serikali ili kuhakikisha huduma bora zinawafikia wananchi na maendeleo ya shehia zao yanapatikana. Kuapishwa kwangu mimi, wananchi wategemee. Unajua kuna mazuri na mabaya ndani yake, lakini utakuwa hujijui kama unafanya mabaya, lakini wategemee mazuri kwa upande wangu na wategemee mabadiliko kidogo kwa upande wangu. Mimi nakwambia wanawake wanaweza wakawezeshwa au wakajiwezesha wenyewe.
Utapowezeshwa uhakika utawezeshwa. Na watapokuwezesha nani? Wewe si shehia kito gani? Wananchi wa kito gani? Mtapokuwa pamoja na kushirikiana pamoja, basi hakika itakwenda na tutaweza. Wananchi wategemee wamuone sheha mpya, aendeleze maendeleo kama inavyotakikana. Afanyie juhudi mambo yote yaliyokuwa yalikuwa yanaharibika, akutane na kamati yake iundwe mpya, wayapange mambo. Mungu awajalie iende uzuri kama na wananchi wote nao wawe pamoja. Nategemea wananchi wangu katika sheria yangu mbadiliko uliokuwepo sasa hivi. Na uliotoka mwanzo na tutubadilishe mfumo ule, sababu wote wakae mkao mzuri kabisa. Kuna malalamiko kwa baadhi ya masheha, wanakuwa wanalalamikiwa kwamba hawatendi haki kama inavyotakiwa. Je, wewe ikiwa ni sheha mpya, kipi wananchi wakitegemea? Wategemee wananchi wangu mbadiliko. Hayo yote wanalalamika kipindi cha nyuma, yote naweka sawa kabisa kwa mashirikiano baina ya mimi na wao.